Atherosclerosis, kama unavyojua, ndiyo sababu kuu ya ugonjwa hatari wa mshtuko wa moyo. Na maendeleo katika tiba ya moyo kwa njia ya upasuaji mdogo yameleta fursa kubwa ya kuokoa maisha ya watu. Watu wanapokuja wakiwa na mshtuko wa moyo, tunafanya angioplasti ya dharura na kuweka stenti, na kwa sasa tunaweza kuokoa zaidi ya 96 hadi 98% ya wagonjwa hawa. Tunaweza kufanya angioplasti kwenye matawi na mishipa inayogawanyika, kwenye mishipa mikuu ya upande wa kushoto, kwenye mishipa iliyoziba kwa muda mrefu, kwenye mishipa midogo, na tunaweza kufanya angioplasti hata kwa vijana pamoja na wazee sana, hata wenye umri wa miaka 90. Mbali na matibabu ya mishipa ya moyo, tunaweza pia kuwasaidia sana wagonjwa wenye magonjwa ya valvu za moyo. Sasa tunaweza kufanya taratibu rahisi za transcatheter kama kubadilisha valvu kwa kutumia TAVR au TMVR, au hata kufunga mashimo kwenye moyo kwa vifaa vya AST au kufunga matundu ya kuvuja damu. Ugonjwa mwingine muhimu na changamoto umekuwa upasuko wa aorta na aneurysms za aorta ambazo zamani zilikuwa zinatibiwa kwa upasuaji pekee. Sasa kwa maendeleo ya upandikizaji wa stenti za endovascular, TVAS na EVAS, tunaweza kutibu magonjwa haya kwa watu wengi kwa kutumia mbinu za transcatheter kwa njia rahisi sana bila kufungua miili ya wagonjwa. Matibabu ya kifaa kama pacemaker na CART pia yamekuwa eneo langu la ziada la kuvutia, na wagonjwa wenye arrhythmia, mapigo ya moyo ya polepole, yanaweza kushughulikiwa kwa urahisi na pacemaker za kisasa kabisa siku hizi. Pia tunashughulika na kesi za shinikizo la damu sugu. Kuna watu ambao shinikizo lao la damu haliwezi kudhibitiwa kabisa licha ya kutumia dawa 5 au 6, na tuna ubunifu katika mfumo wa tiba ya renal denervation, pia inaitwa RN, ambapo tunaweza kuweka katheta kwenye mishipa ya damu ya figo na kutoa mkondo wa radiofrequency ili shinikizo la damu liweze kudhibitiwa kwa wagonjwa hawa wa shinikizo la damu sugu ambao ni vigumu kutibu. Maendeleo mengine tunayoshughulikia ni magonjwa adimu ya moyo, ambapo mishipa ya moyo, coronary arteries, inapata aneurysms ambayo zamani ilikuwa karibu na maafa na kusababisha vifo. Sasa tunaweza kuyashughulikia kwa kutumia stenti zilizofunikwa. Tunaweza kuweka coil na kufunga aneurysms hizi bila kulazimika kufanya upasuaji. Usimamizi wa matibabu ya magonjwa ya moyo pia umefanya maendeleo makubwa, na hilo pia linatupa motisha kubwa katika kushughulikia aina mbalimbali za wagonjwa.